Kaka, Bwana Yesu asifiwe. Amina, Bwana Yesu asifiwe sana kaka. Amina. Unaitwa nani, kusokea wapi? Asante Elizabeth Kitomari, natokea Singisi Kiara. Ndio. Kwa jinsi gani ambapo umemuona Mungu leo katika maisha yako, ikiwa ni siku ya pili ya kongamano ya kutokomeza uonevu katika familia yako? Kwanza mimi leo ni siku ya kwanza kufika katika maeneo haya. Ndiyo. Na kwa hakika nimemuona Mungu kwa kiasi kikubwa sana. Ndiyo. Na nilipata bahati, nabii alinionyesha mambo yangu. Na amesema mambo ambayo kimsingi, Ndiyo, yani ndio mambo ambayo ni ya kwangu. Alinieleza jinsi ambavyo toka mwaka 2018 2019 nilikuwa katika hali gani na nikatakiwa niwe katika hali gani kwa kipindi hicho, na jinsi ambavyo nilikuwa kwenye changamoto ya mambo kutokufanikiwa. Kwa kweli nimemuona Mungu kwa kiasi kikubwa sana. Namshukuru Mungu na tuendelea kuombea huduma hii endelee kukua kwa kiasi kikubwa sana. Asante sana kaka. Basi pata nafasi ya kualika watu watatu ili waweze kuhudhuria katika kongamano hii, ikiwa ni siku ya tatu, siku ya kesho, ili waweze kuja kumuona Bwana kama wewe ulipokuja kumuona Mungu siku ya leo. Amina, na nitafanya hivyo na nitaendelea kuwasiliana nao watu, kuwaleta watu kwa wingi katika maeneo. Ndio, namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Amina. Pata nafasi ya kualika watu watatu katika kongamano siku ya kesho. Nawaalika, naambieni karibuni sana. Ndio. Hapa ukombozi panaokoa. Ndio. Amina. Amina. Ubarikiwe sana dada. Wapi? Naitwa Rehema, natokea kwa Lois. Nashukuru leo ni siku ya pili ya kongamano. Ni kwa jinsi gani umemuona Bwana akitenda miujiza katika maisha yako? Kwa namuona Bwana kwa namna tofauti tofauti anavyofanya miujiza kwenye maisha yangu. Ndio. Na leo tumeona mtumishi nabii Rabiel akichoma wachawi na walopa na ungo, lakini pia kupasua kibuyu. Unaweza ukawaalika watu watatu hizi waweze kuhudhuria katika kongamano siku ya kesho? Ndio, nawaambia wakaribie. Kuna miujiza tofauti tofauti na kila mtu ana nafasi yake. Mungu anaweza kufanya kwa nafasi yake pia. Asante sana, barikiwa. Hudhuria katika kongamano siku ya tatu ya kesho. Tawaleta kesho. Pata majina ya watu watatu utakaowaalika ili waweze kuhudhuria katika kongamano siku ya kesho. Namwalika mdogo wangu Elishwaria. Ndio. Namwalika ndugu yangu mwingine anaitwa Tumsifu. Ndio. Namwalika ndugu yangu akiwa Arusha anaitwa Gladys. Asante sana, barikiwa sana mtu wa Mungu. Leo ni siku ya pili. Mimi siwezi nikatamka ni nini, naenda kuona miujiza nyumbani. Unakwenda kuona kwa imani. Kijana wangu alipotea